Umoja wa Demokrasia Ulimwenguni IDU umefikia makubaliano na kutoa azimio kufuatia yale yaliyotokea Tanzania, ikiwemo kushikiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na yale yaliyotokea kabla ya uchaguzi, kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi. IDM imeagiza kuachiwa huru kwa Tundu Lissu, lakini pia imezitaka mamlaka za kimataifa kuingilia kati yanayoendelea Tanzania. Unatizama Mseto Media, hakikisha umebonyeza maneno ya subscribe kisha alama ya kengele. IDU imetoa taarifa iliyoidhinishwa na makamu mwenyekiti mtendaji wake David Alister. Inaelezea wasiwasi mkubwa kwamba sasa ni zaidi ya mwaka mmoja tangu kukamatwa kwake Aprili 9, 2025 Bwana Tundu Lissu. Makamu mwenyekiti mtendaji wa IDU, mwenyekiti wa Chadema na sauti inayoongoza kwa mageuzi ya kidemokrasia, bado yupo kizuizini chini ya mashtaka yenye msukumo wa kisiasa. Inabainisha kwamba katika miezi 12 iliyopita inaripotiwa kwamba ameshikiliwa bila dhamana, amekabiliwa ucheleweshaji mara kwa mara katika kesi za mahakama na amekuwa chini ya masharti ya kizuizini, ikiwa ni pamoja na kifungo cha upweke. IDU inasema kwamba kukamatwa kwake kulifuatia mkutano wa amani unaotaka mageuzi ya uchaguzi na kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya uhaini na sheria za uhalifu wa mtandaoni kulenga upinzani wa kisiasa. Inasisitiza kwamba kuachiliwa kwake kunaashiria mwanzo wa muundo mpana zaidi wa kubinya uhuru nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na kikwazo kwa vyama vya upinzani, vikwazo vya ushiriki wa kisiasa na shinikizo lililoongezeka kwa asasi za kiraia. Inabainisha kuwa hali ya kisiasa imezidi kuwa mbaya kufuatia uchaguzi wa Oktoba 2025 ambao ulifanyika katika mazingira yaliyojaa vitisho na mashaka makubwa kuhusu uaminifu wao. Inasisitiza kwamba bila upinzani huru na unaofanya kazi, ushindani wa kidemokrasia hauwezi kutokea na michakato ya uchaguzi inayopoteza uhalali. Kwa hivyo, Umoja wa Demokrasia ya Mataifa unaazimia kutoa wito wa kuachiliwa huru mara moja na bila masharti kwa Tundu Lissu, kusisitiza kwamba mashtaka yote yenye msingi wa kisiasa dhidi yake yanaondolewa na kwamba haki zake za msingi ziheshimiwe kikamilifu, kuhimiza mamlaka ya Tanzania kuhakikisha kwamba Chadema na watendaji wengine wa upinzani wanaweza kufanya kazi kwa uhuru na kushiriki kikamilifu katika maisha ya kisiasa, kutoa wito kwa mamlaka kujiepusha na kutumia hatua za kimahakama kunyamazisha wapinzani na kudumisha uhuru wa kujieleza, kukusanyika na kushiriki kisiasa, kusisitiza kwamba mwaka mmoja baada ya kukamatwa kwake, kizuizi kinachoendelea cha watu wa upinzani kinaonyesha muundo endelevu unaozoofisha viwango vya kidemokrasia, kuthibitisha tena mshikamano wake na Tundu Lissu, Chadema na Watanzania wote wanaofanya kazi kwa ajili ya utawala wa kidemokrasia, kutoa wito wa jumuiya ya kimataifa kuendelea kushiriki na kuendelea kupinga mmomonyoko wa viwango vya kidemokrasia nchini Tanzania. Hilo ndilo azimio la IDU kuhusu kuendelea kushikiliwa kwa Bwana Tundu Lissu na hali ya kidemokrasia nchini Tanzania, ambapo limetolewa Mei 2026. Yapi maoni yako? Tuandikie hapo chini na sisi tutasoma. Mimi ni Annette Wilson na hii ni Mseto Media. Karibu.
Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.